Asadisa, jambo la pili, almautu bitauni, kashataja mtu kufa kwa magonjwa ya kuambukiza. Wa fihi ahadithu, na ndani yake jambo hili kuna hadithi nyingi. An Hafsata ibn Sirin, ndio Hafsa binti wa ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin. Qala li Anas ibn Malik, amesema kuniambia mimi Anas ibn Malik, kwa sababu hawa wao walikuwa ni matabi'i. Yani Hafsa pamoja na baba yake walikuja baada ya kufa mtume, kwa adiriki masahaba, hakumpata mtume. Akasema bima mata Yahya ibn Abi Amra. Anas ibn Malik alisema kumwambia Hafsa ibn Sirin, kwa jambo gani alikufa Yahya ibn Abi Amra? Anasema qultu bitaun, nikasema kwamba kafa kwa nini? Kwa magonjwa ya kuambukiza. Faqala, akasema Anas ibn Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un shahadatun likulli muslimin, magonjwa ya kuambukiza ni ushahidi kwa kila Muislamu. Ni shahada kwake yeye, kwa maana atakufa shahidi kwa hilo la kufa yeye kwa magonjwa na maradhi ya kuambukiza. Hadithi hii itaja al-Imam al-Bukhari, kadhalika al-Imam at-Tayalisi na al-Imam Ahmad, na kadhalika ana Aisha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an at-ta'un fa akhbaraha nabiyullah sallallahu alayhi wasallam, na kadhalika kutoka kwa Aisha ummul mu'minin, mke wa mtume aliyekuwa mdogo kuliko wote. Kadhalika alimuuliza huyu mwanamke wa mtume, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na magonjwa ya kuambukiza. Mtume akampa habari kwamba innahu kana adhaban yab'athuhu Allahu ala man yasha'u, mwanzo ilikuwa magonjwa ya kuambukiza ni adhabu Allah huitumiliza kwa anayemtaka adhabu hiyo. Faja'alahu Allahu rahmatan lilmu'minin, akajalia hayo magonjwa ya kuambukiza ni rehma kwa waumini. Falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri ash-shahidi, hakuna mja yote ambaye atakaa kwenye magonjwa ya kuambukiza na maana yakitokea. Ndio maana katika mafundisho ambayo ametajwa kwamba haitakiwi mtu kitokea maradhi kama vile akimbie, haitakiwi. Wameakisia kwamba ni sawa sawa na atawalli yawm az-zahf, maana amefanya kiasi na hilo, maana hatakiwi mtu akimbie. Sasa atakayebakia kwenye magonjwa ya kuambukiza kwenye mji wake, fayamkuthu fi falaysa min 'abdin, hakuna mji yoyote yaqa'u fi at-ta'un, atakayekaa kwenye at-ta'un, kwa maana au mji yoyote ambaye kutatokea magonjwa ya kuambukiza, hakuna mji yoyote ambaye kutatokea magonjwa ya kuambukiza. Fayamkuthu fi baladihi sabiran, au kusema fayamkutha fi baladihi sabiran, akakaa katika mji wake hali ya kuwa ni mwenye kusubiri. Ya'lamu, tena akawa anajua, annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu, kwamba halitomsibu yeye isipokuwa ile ambalo Allah kamwandikia yeye. Illa kana lahu mithlu ajri ash-shahidi, isipokuwa atakuwa ana yeye malipo ya mfano wa shahidi, ana malipo yeye ya mfano wa mtu ambaye ni shahidi. Kaitia hadithi ya Imam al-Bukhari, kadhalika al-Imam al-Baihaqi, kadhalika na al-Imam Ahmad. Jambo jingine, yati shuhadau wal mutawaffawna bit-ta'un, watakuja wale mashahidi na waliofishwa kwa magonjwa ya kuambukiza. Fayaqulu ashabu at-ta'un, watasema wale watu waliokufa kwa magonjwa ya kuambukiza, nahnu shuhadau, sisi ni mashahidi. Fayuqalu, watasemwa, undhuru fa in kanat jarahukum ka jarahi ash-shuhada'i tasilu daman riha al-miski fahum shuhadau fayajiduna kadhalika. Wataambiwa wao, tizameni majeraha yenu ni kama majeraha ya mashahidi ambao yanachirizika damu harufu ya miski, fahum shuhadau, kwani wao ni mashahidi. Fayajidunahum kadhalika, watawakuta wapo hivyo hivyo. Kwa hiyo alikufa na ugonjwa wa kuambukiza pia atakuta naye pia ana majeraha ambayo yananukia miski.
mfumo kama huo. Kaitaja hadithi hii al-Imam Ahmad kadhalika na al-Imam at-Tabarani kadhalika kwa sanadi iliyokuwa mzuri kama alivyosema hilo al-Imam al-Hafidh kutoka kwa sahaba Utbah ibn Abd as-Sulami radiyallahu anhu. Na ana yeye shahid kwa maana uthibitisho wa hilo kutoka kwa hadithi ya sahaba al-Irbad ibn Sariya as-Sulami, Allah amridhie, kutoka kwake yeye ipokea hadithi hii al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ahmad na al-Imam at-Tabarani, na akaihasanisha al-Imam al-Hafidh vile vile, wa huwa hasanun fi shawahidi, na hii hadithi ni hasan kwa ash-shawahid, kwa zile njia zake na vile vitu ambavyo vinaidi hadithi. Wa fil babi an Abi Hurairah wa taqaddama في الفقرة الخامسة الحديث الأول، وتأتي أيضا في الثامنة والتاسعة وعن عبادة ويأتي في العاشرة. Nasema na katika huu mlango kumetangulia kwenye kipengele cha 5 hadithi ya mwanzo, na itakuja hivyo hivyo kwenye kipengele cha 8 na cha 9 kutoka kwa sahaba Ubada ibn Samit. Kadhalika na itakuja hii hadithi kwenye kipengele cha 10. Dalili ya 7 al-mautu bida'il batni, al-mautu bida'il batni, mtu kufa kwa magonjwa ya tumbo. Kwa mwenye tumbo kuna maradhi. Kuna tofauti baina ya bidawai na dai. Dawa ni dawa, yarhamukallah, dawa ni dawa, lakini dau ina maana ya gonjwa. Kwa maana al-Imam Ibn al-Qayyim ana kitabu chake ad-da'u wad-dawa'u, kwa maana gonjwa na tiba yake, gonjwa na tiba yake, au maradhi na jambo la kutatua hayo maradhi. Wafihi hadithani, nadhania jambo hili katika mlango huu au swala hili kuna hadithi mbili. Mtume kasema mamata fil batni, na atakayekufa kwa gonjwa la nini? La tumbo. Tumefasiri kwa maana mbili, atakayekufa tumboni kwa ule mtoto au atakayekufa kwa gonjwa la tumbo, huyo ni shahidi. Hadithi hii kaipokea al-Imam Muslim na sikuwa yeye, na imetangulia kwa ukamilifu wake kwenye kipengele cha 5. Kadhalika hadithi nyingine ana Abdullah ibn Yasar qala kuntu jalisan wa Sulaiman ibn Surad wa Khalid ibn Urfuta fadhakaru anna rajulan tuwfiya mata bi batnihi. Hadithi nyingine anasema Abdullah ibn Yasar alipowaeka kapo na Sulaiman ibn Surad na Khalid ibn Urfuta, wakawa wamekaa wakamtajia yeye kwamba kuna mtu alikufa, tena kilichomuua alikufa kwa tumbo lake, tumbo ndio lilimuua, maradhi ya tumbo. Fa idha huma yashtahiyani an yakuna shuhadaa jinazatihi faqala ahaduhuma lil akhar. Anasema sasa anasema Abdullah ibn Yasar, punde wakaa hao wawili ambao kakaa nao, ambaye ni Sulaiman ibn Surad na Khalid ibn Urfuta, wanatamani wawe ni wenye kushuhudia jeneza lake. Faqala ahaduhuma lil akhar, akasema mmoja kumwambia mwingine, alam yaqul Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhaba fi qabrihi? Faqala al-akhar bala wa fi riwaya sadaqta. Akasema mmoja wao kwamba hivi hakusema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba atakayeuliwa na tumbo lake huyu hatoadhibiwa katu katika kaburi lake? Akasema mwingine bala. Katika lugha ya Kiarabu, na hili nalo pia liko wazi, katika lugha ya Kiarabu ikiwa sentensi imekuja na istifhamu ambayo ina nafyu, usije ukajibu ndio. Ukijibu ndio, lile ambalo limetajwa kukatazwa umelikubali. Ukisema hapana, lile ambalo limekatazwa kwenye sentensi ndio umelikubali. Kwa ukisema ndio umekataa, ukisema hapana umekubali. Mfano Kiswahili tu, nikisema hivi wewe si mwanafunzi, ukisema ndio wewe si mwanafunzi. Sasa ili wewe ni mwanafunzi, kama ni mwanafunzi kweli ujibu hapana. Unafahamiana? Mfano nitoe mfano. Nikisema hivi wewe si babangu, ina maana ukisema ndio ya maana kushakataa kwamba wewe si baba.
ili iwe uthibitishe kama ilivyo, kwa sababu si ni baba, useme hapana. Sema hapana. Kwa mfano nikisema hivi, wewe si rafiki yangu, sababu katika wa zamani, akhirani wa zamani, tumepewa sifa yake wa zamani katika hao ashabi zangu. Kwa hiyo nikisema hivi, wewe si rafiki yangu, sio ukasema ndio, ina maana ukisema ndio si rafiki yangu wewe. Ukisema hapana, unasema hapana, wewe ni rafiki yangu, ndio maana yake. Kwa hiyo aliposema hivi, hakuwa mwenye kufa katika kaburi lake hatoadhibiwa, swali alafu lina nafsi ndani yake. Ina maana jawabu useme, ukisema ndio, maana yake umesema vipi? Umekubali kwamba umekubali kinyume kwamba ataadhibiwa, si hivyo ulivyosema wewe. Ili useme kwamba hapana au uthibitishe kwamba haadhibiwi, useme hapana au bala. Ndio maana ukisema alasta, ukiulizwa mtu kama ni mjinga, akiulizwa alasta jahilan, akisema naam, ni mjinga huyo. Kwa hiyo anatakiwa akiambiwa alasta jahilan asemeje? La, si mjinga. Ndio maana yake. Hiyo ni katika mambo ya lugha ya Kiarabu. Istifhamu inapokuja inapotanguliwa na nafi ndio inakuwa hivyo. Wafiriwana katika riwaya nyingine imekuja sadaka, kwa maana umesema kweli. Hapo amepokea hadithi hii al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Tirmidhi na kaihasanisha na al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake, kadhalika na al-Imam at-Tayalisi na al-Imam Ahmad kwa sanadi iliyokuwa sahihi. Alama ya 4 katika alama za mwisho, alama ya 8 katika alama ya 8 na ya 9 katika alama za mwisho mwema au dalili zilizokuwa ni ishara za kuwa mtu kafa kifo kizuri, al-mautu bil gharq wal hadmi, mtu kufa kwa hali ya kule tuliyoelezea mwanzo, kuzama famaji, au bil hadmi, au kuvunjikiwa na jengo. Mtu kama vile wanapovunjiwa ndugu zetu vile Gaza kule, Allah awahifadhi, kuangukiwa na jengo, hadi jengo limevunjika kuangukia. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ash-shuhada'u khamsatun, Mtume alisema mashahidi ni 5. Al-mat'un, aliyekufa kwa magonjwa ya kuambukiza, wal mabtun, na aliyekufa kwa magonjwa ya tumbo lile likamuua, wa sahibul hadmi, huko kwangu haipo neno, kwangu mimi neno halipo. Kwa hiyo ile ambayo kuna nini ndipo maana yake, na huyo aliyezama kwa kufa maji, na alianguka na jengo, na aliyewashahidu fi sabilillah, na aliyekuwa shahidi katika njia ya Allah. Amelipokea hili al-Imam al-Bukhari na al-Imam Tirmidhi na al-Imam Muslim na al-Imam Ahmad kutoka hadithi ya sahaba Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu anhu. Al-ashira, alama ya 10 mautu al-mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha. Alama ya 10 ni kufa mwanamke kwenye damu yake ya uzazi kwa sababu ya ule mtoto anemzaa, kwa sababu yule mtoto ambaye anamzaa. Lihadithi Ubadah ibn Samit, wa hadithi ya sahaba Ubadah ibn Samit, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aada Abdullah ibn Rawaha faqala fama tahawwaza lahu an firashihi. Kwa maana hadithi nyingine kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kumtembelea Abdullah ibn Rawaha, akasema kwamba hakumuelekea. Tahawaza ay tanaha, tanaha ni vile mtu kumsogelea karibu vile. Ukasema kwa sababu tanaha ilayya, kama nasogea upande wangu. Faqala, akasema atadri man shuhada'u ummati, Mtume akamwambia Abdullah ibn Rawaha, je, wawajua mashahidi wa ummati wangu? Kwa maana waliokufa wakifa hali ya kuwa hawa ni shuhada'u ummati, unawajua? Qalu, wakasema qatlul muslimi shahadatun, kuuawa muislamu ni shahada, kwa maana kafa shahidi akiuawa. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna shuhada'a ummati idhan la qalilun, hakika ya mashahidi wa ummati wangu kama itakuwa ni hao tu basi itakuwa ni kidogo. Mtume akasema qatlul muslimi shahadatun,
wat-ta'un shahadatun wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a shahadatun yajruha waladuha bisararihi ila aljanna. Mtume akasema kuuawa kwa Muislamu ni shahada, kadhalika kuuliwa Muislamu na magonjwa ya kuambukiza tumetaja kama corona vile, atakikufa kwa mambo kama yale kafana, jambo ambalo laonesha mwisho mwema. Kadhalika na mwanamke kuuawa na mtoto wake hali ya kuwa tumboni, jamaa maana tumboni, shahadatun, hilo ni ushahidi. Kadhalika yajruha waladuha bisararihi ila aljanna, atamkokota mtoto wake bisararihi. Asarar ni mtoto akizaliwa na kwa nini tumboni, hitaji ni kuvuti. Sasa ile ndio asarar, ukupitia ule atamkokota mama yake mpaka peponi ule. Sasa utajua wewe kwenye upande wa kumwabirisha mtu Kiswahili, kwa sababu Kiswahili kina mtihani. Ma yuqta min surrati mauludi, ndio hicho kile kinachokata kwenye kitovu cha mtoto anapozaliwa, ndio sarar. Ito ukuvuti Pemba huko, ukuvuti lugha pana hiyo. Akhrajahu Ahmad kwa hadithi al-Imam Ahmad na al-Imam ad-Darimi na al-Imam at-Tayalisi kwa sanad iliyokuwa nzuri, na al-Imam ad-Darimi ana yeye katika musnad yake, na kadhalika na kwenye Tarikh Ibn Asakir, kadhalika turukun ukhra, njia nyingine za mapokezi ya hii hadithi. Na katika huu mlango kadhalika kuna hadithi kutoka Safwan ibn Umayyah, kaipokea hiyo hadithi al-Imam ad-Darimi na al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ahmad, na kadhalika na kutoka kwa sahaba Uqba ibn Amir wa inda an-Nasa'i, na hadithi ya sahaba Uqba ibn Amir ipo kwa al-Imam an-Nasa'i, hivyo na kwa al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake at-Tarikh. Kadhalika kitabu chake at-Tarikh kwenye mlango wa qadiyatul iraqi, qadiyatu al-ghariqi, qadiya ya mtu kufa maji akafa vile. Na kutoka kwa Rashid ibn Hubaysh wa al-Imam Ahmad, na wapokezi wake ni wa kweli, wa rijaluhu thiqatun. Na amesema al-Imam al-Mundhir kwenye kitabu chake at-Targhib wa isnadi yake ni hasan, na ndani yake kuna ziada, na hiyo ziada ipo katika hadithi ya sahaba Ubada ambayo kaipokea al-Imam at-Tayalisi na al-Imam Ahmad, na kutoka kwa Abdullah ibn Busr inda at-Tabarani. Abdullah ibn Busr kutoka kwa apokea hadithi ya al-Imam at-Tabarani, na wapokezi wake ni wa kweli inda al-Haythami, kadhalika kwenye mapokezi ya al-Haythami, na ipo kwenye kitabu chake Imam huyu. Na kutoka kwa Jabir wa an Jabir, hayo ni masala ya nini? Masala ya nini? Ya utaja sana ya hadithi na maraji zake, lakini pia mtu akitaka kujipima anaweza kufanya hivi. Kiarabu akisema Kiswahili, waangalie Kiarabu lakini atamka Kiswahili, kwa anaweza kufanya jambo lina hali yake fulani kidogo, lakini jepesi kidogo, ndio anaweza kufanya. Angalia Kiarabu alafu sema Kiswahili, au hivyo neno la Kiswahili kwamba waliona limeandikwa hivi wasema Kiarabu, na hii ndio ngumu kuliko